Karibu tena katika kipindi kingine hapa Koinonia. Tukiwa tunaendelea na somo yetu ya uchumi au ya economy ya Kikristo au ya kibiblia. Kipindi cha leo nimeita utaratibu wa Mungu. Mungu ameweka utaratibu ndani ya uumbaji ambayo sisi tunaweza tukafuata, na tunapoifuata kuna ahadi inayofuata pia. Tumewahi kuongelea kidogo tayari, lakini kwa vile ni ya msingi, naona ni vizuri tuiangalie zaidi kidogo. Kwa bahati nzuri Mungu habadiliki kila wakati. Kama ameweka mpango, imewekwa na inaaminika. Ni mipango ambayo amekusudia tuzifuate kusudi tupate faida aliyokusudia kwetu. Mungu anasema tufuate na kutii sheria zake. Tunapofanya hivyo, madirisha ya mbingu zinafunguliwa juu yetu. Na ndiyo maandiko ambayo tunayasoma mara nyingi ni kutoka Agano la Kale juu ya mambo ya uchumi, lakini katika Agano Jipya pia ameweka tuseme taratibu za kufuata kama Mkristo, na hiyo tunaweza tukaita ni kama sheria zetu. Kwa hiyo tunaweza tukatumia sio kufuata zile sheria ambaye ameweka katika Agano la Kale, lakini yale ambaye ametuwekea sisi, na hiyo ndio itakuwa inatuhusu sisi. Tukisoma Malaki 3:10 inasema hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Na hapa hasemi kwamba ni lazima utoe 10. Anasema mnijaribu. Kwa hiyo anatupa changamoto maana yake, na yeye anawapa hata watu wa Agano la Kale, anasema anawapa changamoto. Ndiyo, katika system ile kama ulikuwa hutoi ile 10 ulimuibia Mungu. Sawa, lakini tutakuja kuona kwamba kutoa 10 na kutoa mapato yetu, yani kumtolea Mungu mali yetu, si kwa faida yake, ni kwa faida yetu. Hiyo tutakuja kuiona katika hiyo somo. Tukiendelea kusoma Kumbukumbu 28 na mstari wa 1 hadi wa 3 nasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizavyo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Halafu inaendelea kuelezea juu ya baraka ambayo Mungu atakupatia. Mungu yuko tayari kutubariki bila kujali mahali tulipo au kazi tunayoifanya. Kwa hiyo Mungu anapenda kutoa kwa ajili yetu. Na tukiendelea kusoma katika Kumbukumbu mstari wa 4 inasema hivi: utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Mungu atabariki familia yetu katika kazi zetu na inayozalishwa kutokana na jitihada zetu. Okay, tuendelee mstari wa 5 inasema hivi: litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Unaona, atabariki mali zetu kusudi tutosheke. Tuendelee mstari wa 6, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Mungu anapenda tuishi vizuri katika mazingira yetu. Baraka itatufuata pote tuendapo. Itakuwa hali iliyopo katika maisha yetu. Yani tutazoea kuishi katika baraka. Sio kwamba baraka inabakia sisi tukitoka. Yani ukiishi sehemu fulani halafu unahamia sehemu nyingine, ghafla hiyo baraka uliyokuwa nayo sehemu moja imebakia huko, bali wewe ukihama hiyo hali inakufuata kwa sababu ni kitu ambaye Mungu ameona anapenda kubariki nayo. Kwa hiyo baraka hiyo inatufuata, sio kwamba inatuacha. Tuendelee kusoma mstari wa 7 inasema hivi: Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Hiyo ni hatari. Kuna vitisho vinatupata katika maisha. Kuna vitisho vya labda watu, lakini pia ya mali na fedha na mambo mengine ambayo tunayapata. Lakini
Mungu mwenyewe anakuweka chini ya ulinzi yake, naye atawashinda maadui wako kwa niaba yako. Unaona, atakupigania, atakuwa kama vile, atakuwa kama jeshi lako ambayo unaweza kutegemea, unaweza kuitegemea katika maisha yako, kukulinda na kukusaidia wakati unahitaji. Ni ahadi nyingi hapa ambayo tunazipata na ni nzuri. Tukienda mstari wa 8, anasema hivi: Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Katika mstari huu Mungu anasema atakupatia ardhi. Mungu anavyo vingi sana ambayo yuko tayari kukubariki nayo. Tunapoanza kusoma juu ya baraka za Mungu, yaani tunashindwa kuelewa kusudi ya Mungu juu ya watu wake na juu ya wanadamu ni nzuri. Ubaya uliopo duniani ni kwa sababu watu wanachagua ubaya kuliko kumchagua Mungu. Ndio maana tunapata hayo mateso yote tulionayo sasa hivi. Na ndiyo hayo mateso yanatuambukia hata sisi wengine ambao tunamfuata Mungu, lakini tunajua kusudi ya Mungu ni nzuri kwetu. Tuendelee kusoma mstari wa 9 na 10, Kumbukumbu 28. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Mungu anapenda kuinua watu wake na kuwaweka juu ya mataifa, kwa sababu watu wa Mungu wanapokuwa wanapata nafasi ya kuleta utawala wa Mungu na njia zake, sheria zake katika jamii na katika mataifa, inaboresha maisha ya watu. Kwa hiyo Mungu anapenda hivyo. Na kweli hata wewe mwenyewe unaweza kaona watu wanaogopa Wakristo kwa sababu wanaona Wakristo wanayo kitu ndani yao ambao watu wengine hawana. Kwa hiyo kuna aina fulani ya hofu inayotokea kwa Wakristo. Na ndio maana hata uovu wa dunia unapenda sana kupinga Ukristo. Lakini Mungu anakusudi Wakristo wawe wana nafasi nzuri katika jamii. Tukiendelea tunakwenda mstari wa 11 na 12, inasema hivi: Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wako wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kukubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Kuna ahadi nyingi ambaye Mungu anatoa katika neno lake. Hata nguvu za uumbaji zitakuwa zinafanya kazi kwa ajili yako. Mvua, jua, yale ambayo yanafanya ufanikiwe labda katika mashamba yako. Labda kama ni mambo mengine unafanya kazi zingine, Mungu pia yuko tayari kutoa baraka zinazohitajika kusudi ufanikiwe katika yale unayoyafanya. Utapewa uwezo wa kukopesha wengine, lakini hutahitaji kuomba mkopo kwa wengine. Hiyo ni ahadi kubwa. Ninafahamu kwamba system ya dunia leo inategemea wapi unakoishi, lakini hapa kwetu mimi ninakoishi mara nyingi kuna system ya kujikopa, unanunua nyumba halafu unailipa pole pole. Ni system ambayo imeingia katika jamii, na hiyo tunaitumia. Lakini utapata ule uwezo wa kuwasaidia wengine. Na unajua kukopa kwa kiasi ambayo unaweza ukaimudu, hiyo ni jambo ambayo saa nyingine sio mbaya. Kama hapa kwetu system ya uchumi ni kwamba ni vizuri kuwa na mkopo kidogo, kwa sababu unapata kukata kidogo wakati unalipa ushuru. Kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo
sio lazima iwe mbaya. Ubaya wa mkopo ni wakati unajikopa kiasi kwamba unashindwa kurudishwa na unaanza kuwa mtumwa chini ya mkopo wako. Hiyo ndio mbaya kuliko vyote. Lakini hiyo siingilii. Lakini Mungu anasema kwamba utaweza kupata uwezo hata wa kusaidia wengine wakati wewe hautakuwa katika hiyo shida ya kuhitaji kusaidiwa kila wakati. Tukiendelea na mstari wa 13 na 14 inasema hivi: Bwana atakufanya kwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Msipokengeuka katika maneno ni waamuruyu leo kwa lolote kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Unaona hapa sasa inakuja kama masharti kidogo sasa. Umeambiwa kwamba utapata baraka hii, baraka hii, baraka hii, Mungu anataka kusaidia hapa, hapa na hapa na hapa. Lakini nasema kuna masharti. Kuna kitu ambayo wewe pia unahitaji kufanya. Wewe na mimi tunahitaji kufuata maagizo yake na kuyazingatia na kuwa makini katika kujaribu kufuata yale ambayo Mungu ametufundisha kufuata. Unaona, sio kwamba tunaanza kupendelea mambo mengine. Na miungu, mara nyingi sisi tunasema miungu, lakini mbona hatuabudu miungu? Yale ambayo tunaweka mbele ya Mungu katika maisha yetu ni mfano wa miungu. Ni kwamba tunaweka kitu katika nafasi ya Mungu. Leo kitu ambayo inaweza ikawa ni Mungu wako wa pembeni ni simu yako. Tumejifunza kutumia simu masaa 24 kila siku. Na ikiita simu tuko tayari kuitikia hata kuliko kama Mungu anatuita. Unaona, hiyo inawezekana ikawa ni kitu ambayo unahitaji kuadjust katika maisha yako kusudi umweke Mungu mbele yako. Ni mfano, sisemi kwamba wewe uko hivyo, sisemi kwamba mimi niko hivyo. Ninasema kwamba ni mfano. Na kuna vitu vingine ambayo tunaweza tukawa tunavipendelea kuliko kujifunza na kutii na kufuata mambo ya Mungu. Tunaposoma juu ya ahadi hizi zote nzuri, ni rahisi sana kusahau kwamba Mungu anasema usipofuata maagizo yangu, pia kuna mambo yanaweza kupata. Na ukiendelea kusoma kuanzia mstari wa 15 na kuendelea katika Mwanzo ya Kumbukumbu 28 kuanzia mstari wa 15, unakuta kwamba anasema kwamba kuna laana hizo zitakazo kufuata. Kwa hiyo mimi nakushauri, tumesoma juu ya baraka, sasa mimi nakushauri unapomaliza kipindi hiki, nenda kasome kuanzia 15 na kuendelea kidogo. Huhitaji kusoma yote. Lakini ukisoma unapata idea nini ambayo ambayo ni ahadi ya Mungu kwa wale ambao hawataki kumfuata. Na ahadi za Mungu zinapatikana, si kwamba lazima yapatikane mara moja, lakini yanapatikana kwa wale ambayo hawataki kumfuata yeye. Tusome katika Matendo sura ya 20 na mstari wa 27 hadi 35. Inasema hivi: Kwa kuwa sikusita kuwatangazia mapenzi yote ya Mungu. Jilindeni nafsi zenu na mlilinde lile kundi lote ambalo Roho wa Mungu amewawekea ninyi kuwa waangalizi wake. Chungeni jumuiya ya waumini ya Mungu aliyowanunua kwa damu yake mwenyewe. Najua kwamba baada yangu kuondoka, mbwa mwitu wakali watakuja kati yenu, ambao hawatalihurumia kundi. Hata kutoka miongoni mwenu watainuka watu na kuupotosha ukweli, ili wawavute wanafunzi wawafuate. Hivyo jilindeni. Kumbukeni kwamba kwa miaka 3 sikuacha kamwe kuwaonya kila mmoja kwa machozi usiku na mchana. Sasa na wakabidhi kwa Mungu na kwa neno la neema yake, linaloweza kuwajenga na kuwapa ninyi urithi miongoni mwa wote ambao wametakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala vazi la mtu yeyote. Ninyi wenyewe mnajua kwamba mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika kila jambo nimewaonyesha kwamba kwa njia hii ya kufanya kazi kwa bidii imetupasa kuwasaidia wadhaifu. Mkikumbukia maneno ya Bwana Yesu mwenyewe, jinsi alivyosema,
Ni heri kutoka kuliko kupokea. Katika sehemu hii tunaona Paulo anatukumbusha kwamba kuna watu ambayo wanapenda kufundisha mafundisho ambayo hayaendani kikamilifu na neno la Mungu. Na kusudi yao inaweza ikawa ni mambo mbalimbali, labda wanapenda kufuata, labda wanapenda kukupa injili rahisi, au kuna mambo mengine. Lakini sehemu moja ambayo kanisa kwa sehemu kubwa imekuwa dhaifu katika kufundisha, nafikiri ni sehemu ya mapato, sehemu ya uchumi. Na hapo kanisa inaweza ikafanya kosa kama haifundishi kama inavyotakiwa. Unaona? Kwa hiyo sio kwamba wanafundisha mambo ambayo ni upotevu kwa njia nyingine, lakini hata kama wanakataa kufuata na kuhubiri ahadi za Mungu kwetu, pia ni mojawapo wa kuleta mafundisho ambayo siyo ya Mungu. Unapofundishwa hayo ambayo mimi ninayaongea, kwa sababu nimekusomea maneno ya Mungu, sehemu kubwa ninasoma tu maandiko ya Mungu, na wewe unapoanza kupata hisia ya kwamba mbona hivi nashindwa kuamini. Hiyo mara nyingi ni sababu kwamba umefundishwa mafundisho ambayo hayako au hayaendani na neno la Mungu. Na kama umefundishwa mafundisho ambayo hayaendani na neno la Mungu, hii ni kwa eneo yoyote, inachukua muda kubadili mawazo yako au kubadili imani yako juu ya neno ya Mungu. Na ndio maana utakuta ninapenda rudia maandiko kusudi yaingie, tuanze kuyatue, napenda kusema yatue ndani ya moyo wetu tuweze kuamini yale ambayo tunayasoma. Habari nzuri ni kwamba unaweza kuanza kutumia ahadi za Mungu kuanzia leo. Hakuna sababu ya kuendelea katika mafundisho ambayo yanazuia baraka za Mungu kwako. Hakuna sababu. Tunahitaji sana kujikumbusha mara kwa mara juu ya kusudi la Mungu kwetu. Baada ya kujikumbusha, pia tunahitaji kuanza kuishi ndani ya ahadi za Mungu. Hapo mambo yanaanza kubadilika na tunaanza kufaidi. Kwa hiyo kuna hatua za kufuata. Sio kwamba mambo yanajipa moja kwa moja. Unahitaji kujilisha na maneno ya Mungu, na unahitaji kuanza kutumia yale maneno katika maisha yako. Unahitaji kuanza kufanya mazoezi. Kama umewahi kufanya mazoezi ya mwili, labda unacheza mpira au unafanya mazoezi ya kuinua vitu, yani kuna mazoezi mbalimbali unaweza kufanya. Unajua kwamba unapofika mara ya kwanza kwenye zoezi, hautakuwa wa kwanza katika timu au hautakuwa ambaye anafaulu kuliko wengine. Inachukua muda kufanya mazoezi. Baada ya muda unaona mwili wako unaanza kuzoea hayo mazoezi, na unaanza kuweza kufanya mambo ambayo hukuweza kufanya ulipoanza. Na hiyo ndivyo ilivyo hata na mafundisho ya Mungu. Tunaanza, tunajaribu, na tunajaribu kujiendeleza katika hayo mazoezi, na mwisho mambo yanakuwa makubwa na mazuri. Kumbuka mambo machache, napenda ukumbuke baada ya kipindi hiki. Mungu anapenda tuishi maisha inayojaa baraka zake. Hiyo ni kusudi lake tangu mwanzo. Mungu ametuwekea taratibu za kufuata. Sheria zake zinaelezeka katika neno lake. Kwa hiyo tunaweza tukafuata sheria zake, na tunaweza tukapata baraka za ahadi zake. Mara nyingi tumedanganywa na mafundisho hasi ambazo zimetupotezea baraka zilizokuwepo kwa ajili yetu. Mafundisho haya yametuingizia mashaka juu ya ahadi za Mungu. Kwa hiyo tunahitaji wakati mwingine kubadilisha mazoea yetu ya zamani na kuingia katika mazoea mpya. Na ninapenda kusema hivi. Kama nilivyosema katika kipindi kingine, baraka za Mungu, kuwa umebarikiwa na Mungu, ni kwamba wakati sisi mara nyingi tunaishi kwa mwezi, si ndio? Unapata mshahara wako, unalipa labda deni zako. Tuseme ni kwamba unakula, una sehemu ya kulala. Unaweza kuendeleza maisha yako bila kulala njaa na bila yani sio kwamba lazima utakuwa na gari 10. Hapana.
Baraka za Mungu ni kuwa na ushirika mzuri na Mungu na kuweza kuishi. Unaona? Wengi hapa wanapofundisha mambo hayo, wanakuonyesha kwamba utapata magari, utapata majumba, utapata hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Yaani utapata utajiri ambayo hutajua hata namna ya kuitunza. Hiyo sio baraka. Kuweza kuishi kwa kutosheka, kuwa na yale unayoyahitaji, hiyo ni baraka za Mungu. Unaona? Hiyo ninapenda kusisitiza kwa sababu haya mafundisho yanatumika pia vibaya kwa kusema kwamba, yani ni kama vile kuonyesha mtu ambaye ni tajiri yuko karibu na Mungu na Mungu anambariki. Mara nyingi watu wa tajiri mara nyingi ni kwa sababu ndio upeo wa Mungu wa kuweza kutajirika, kufanya biashara na kutajirika. Hiyo ni kama baraka moja ya Mungu. Sote hatukupata hiyo. Mimi kwa mfano ninatosheka. Ninakula kila siku na ninayo yale ambayo ninahitaji. Lakini mimi si tajiri kwa namna yoyote ile. Hata kidogo. Lakini kila siku ninaweza nikamshukuru Mungu kwa vile amenibeba leo. Ameniwezesha leo. Na ninaweza kuishi na ninaweza kufanya yale ambayo Mungu amekusudia nifanye. Unaona? Napenda kurudia na nitakuwa ninairudia hiyo katika series hii ya video kwa sababu ni rahisi sana kupotea na kufikiri kwamba fedha ndo baraka. Unapoanza kulenga fedha na mali, umeshaanza kupata Mungu mwingine nje ya Yahweh. Unaona? Nilisema simu inaweza kawa ni Mungu, gari inaweza kawa ni Mungu, fedha inaweza kawa ni Mungu. Mambo mengi yanaweza kawa ni miungu ambayo tunakwenda kuyafuatilia kuliko Mungu mwenyewe. Na hiyo ni hatari. Na ndio maana mara nyingi watu wanasita kufundisha hayo mafundisho kwa sababu ni rahisi sana kuingia katika mambo hayo. Kwa hiyo sio injili au mafundisho ya kutajirika, ni mafundisho ya kubarikiwa na Mungu. Kuna tofauti katika hiyo. Kubali kupokea na kushika ahadi za Mungu ndani ya maisha yako. Hiyo ni muhimu. Kubali kushika ahadi za Mungu. Usiache kuamini ahadi za Mungu zinazoelezwa katika neno lako. Hayo mambo 5 napenda uyakumbuke. Kwa hiyo tumefika mwisho ya video hii na tutaendelea. Kuna video nyingi sana. Hiyo ni sehemu ya kwanza kati ya sijui ngapi. Nadhani ni mwaka mzima nitakuwa naendelea na series hii. Kwa hiyo jaribu kufikiria nimeongelea nini katika kipindi. Halafu jaribu kufikiria wewe unahitaji kufanya nini katika maisha yako kusudi uweze kuanza kuamini. Labda kusoma maneno hayo, labda kutafakari hayo maneno zaidi, kuomba Mungu akusaidie kujua ni wapi wewe unahitaji labda leta mabadiliko katika maisha yako kusudi uweze kuelewa na kuamini ahadi zake na baraka zake ndani ya maisha yako. Na pia uelewe baraka zake ndani ya maisha yako maana yake ni nini kwako. Inawezekana ni tofauti kwako na kwa mwingine. Wengine watasema ninataka watoto 10. Hiyo inawezekana ni baraka ya Mungu kwako. Mwingine atasema 1 ananitosha au 2 wananitosha. Kwa hiyo tuko tofauti hapo. Kwa hiyo jaribu kuona Mungu ana kwako baraka na kule kujisikia kwamba umebarikiwa na Mungu ni nini ndani ya maisha yako. Jaribu kufanya hivyo na bila shaka tutaonana katika kipindi kingine siku za mbele. Asanteni sana.